wengine, lakini kuheshimiana kwa maana ya kwamba tusishushe heshima ya Mungu akampa wanadamu. Lakini kule kwingine kusahau au udhaifu ambao kwa mtu unaweza kaona kwamba ni mnyenyekevu, kumbe sio mnyenyekevu, ni mtu anajidharau mpaka anafikia hatua ya kupoteza heshima, utukufu wa Mungu. Huo sio unyenyekevu. Unyenyekevu ni Mungu peke yake ndio anastahili heshima. Tunanyenyekeana sisi kwa sisi, ndio kitu ambacho Mungu ametupa na kuwahudumia wengine, lakini bila kumpunguzia Mungu heshima. Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 139 mstari wa 14 anasemaje? Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anajisahau, anajiona duni, kwa hiyo anapunguza heshima ya ile Mungu alimpa. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Unyenyekevu unatakiwa hapa ni ule unyenyekevu wa kuhudumia wengine, lakini kwa kuheshimiana, watanguliza wengine kuliko nafsi yako. Unyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunajifunza matunda ya Roho hapo. Nasema ni tunda la Roho linatoka katika tunda moja lenye sifa 9: upendo, kiasi, wema, uaminifu, uvumilivu. Kwa tukayataja yale yote, hizo zote zinatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kusoma katika Galatia 5:22-23 tutaona jinsi ya. Lakini ule unyenyekevu mwingine unatokana na pili uoga, majeraha fulani ya nyuma, unakuwa bado si unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona katika Samueli wa pili ile sura ya 9 na mstari wa 8 anasema Mefiboshethi akasema, mimi ni nani hata uangalie mbwa mfu kama mimi? Angalia huyo ambaye Mungu kwa sura ya Mungu anasema yeye ni mbwa mfu kama mimi. Anajishusha kiwango ambacho anapunguza ile heshima ya Mungu ya upaji wake. Kwa Mungu anasema akaumba kwa mfano wake wanadamu. Kwa hiyo tusijidharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu wa kweli unatambua thamani yako mbele za Mungu, lakini hauchinui, haujitukuzi. Unatambua nguvu yako, lakini bado unabaki kwa unyenyekevu kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu angalia sasa faida za unyenyekevu. Faida za unyenyekevu. Unyenyekevu ni njia pekee inayooneka mwanadamu kwa karibu na Mungu. Ukitaka kuwa karibu na Mungu, uwe mtu mnyenyekevu wa moyo. Naongeza neno moyo. Uwe mtu mnyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu mjua unaotuvuta Mungu kwa karibu yetu. Masingira anasema katika Yakobo 4:6 anasema Mungu hapigi wenye kiburi, huwapa rehema wanyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu ndio njia pekee ambayo Mungu tunamfuata Mungu kupitia unyenyekevu wetu. Tunapoishi maisha ambayo sio unyenyekevu, tunakuwa mbali na Mungu. Petro wa kwanza 5:30 anasema nyenyekeeni chini mkono Bwana ulio ndani, na Mungu atawaliwa kwa wakati wake. Unyenyekevu unatufanya tuwe karibu na Mungu. Sasa tuangalie faida ya kwanza, tunakuwa karibu na Mungu. Unyenyekevu kwa kweli unaleta mtu karibu na Mungu. Zaburi ya 138 mstari wa 6. Tusome ile 138 ambayo Mfalme Daudi anazungumza kwamba toka chini Mungu anamtazama mwenyekevu, anamuona. Maisha yako mwenyekevu anayaona, hata mwenye kiburi anamjua
kwamba wewe tusome mstari Zaburi ya 138 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, ingawa Bwana yuko juu, amwona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Kwa hiyo Mungu anapendwa sana na moyo wa mtu mnyenyekevu, anaokwenda mbele zake. Unapokwenda mbele zake, kwa sababu anatambua kwamba si kwa uwezo wake, bali anategemea neema ya Mungu. Hata kama awe na namna yote ile ambayo anaona kujivuna, anakwenda mbele za Mungu si kwa majivuno, bali anasema mimi siwezi chochote, ninategemea neema yako, sio uwezo wangu. Hata wewe uwezo kiasi gani unaweza kuhubiri maisha ya tikisi, unaweza katika matendo ya muujiza na magari, watu wanamwelewa na kukaa na unyenyekevu kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wewe ufanye kwa nguvu zako, ni neema. Kwa hiyo unategemea neema ya Bwana. Mungu anawapenda watu wanaokwenda mbele zake bila majivuno, watu wanaotegemea neema ya Mungu bila uwezo wake. Na maana ukisoma katika ile Mithali 3:5-6, tusome hiyo. Tumaini Bwana, wala usizitegemee akili zako zote, mkie katika kila unalofanya. 3, 5 na 6. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Katika njia zake zote umkiri yeye. Hasa wala usizitegemee akili zako. Mtu anamdhania ambaye neno la Mungu linasema hataki kuzitegemea akili zake. Akawa na akili kiasi gani, naona hii kweli nikiweka moja nimeshakwenda naona chibu mbili. Bado neno la Mungu linasema utakiwa kuzitegemea akili zako. Mtumaini Bwana. Mtu anamtumaini Bwana atanyenyekea. Sasa ndio neno la Mungu linalotaka sisi nyenyekeeni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nataka kwa karibu na Mungu. Kwa karibu na Mungu lazima uwe mnyenyekevu. Lakini unyenyekevu unaleta hekima. Unyenyekevu unaleta hekima. So katika Mithali 11 mstari wa 2. Tusome hiyo. Mithali 11 mstari wa 2. Mithali 11 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Mithali 11 mstari wa 2, kiburi ijapo huja aibu, bali hekima iko na wanyenyekevu. Mtu mnyenyekevu ndio chanzo cha hekima ya Mungu. Na mtu mnyenyekevu yoyote anakubali udhaifu wake wa kwanza. Sehemu ambapo hawezi, anakubali mapungufu yake. Mtu mnyenyekevu yuko tayari kujifunza. Mtu mnyenyekevu yuko tayari kupokea maonyo. Mtu mnyenyekevu yuko tayari kuyafanyia kazi. Mtu mnyenyekevu anajua hajakamilika. Mtu mnyenyekevu hata anapoambiwa anaona ni sehemu ya kujifunza. Mnyenyekevu hiyo ni tabia ambayo tunataka tuinayo watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa wanyenyekevu tunaruhusu ni shule ya hekima ya Mungu kuweza kumilika, kama mtiririko wa hekima ya Mungu kukaa ndani yetu. Ndio maana Mithali 11 mstari wa 2 anasema kiburi kijapo huja aibu, bali hekima iko kwa unyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu ni shule ya hekima ya Mungu. Unyenyekevu ni muhimu sana katika maisha yetu. Lakini unyenyekevu faida yake nyingine, inazalisha amani na umoja. Amani na umoja. Tunapokuwa unyenyekevu katika familia, unyenyekevu katika kanisa, unyenyekevu katika jamii, ni rahisi kuondoa migongano na misuguano, kwa sababu tunaheshimiana sisi kwa sisi, tunavumiliana na kuchukiana sisi kwa sisi, tunajishusha.
na kuhudumiana madhaifu yetu na kuchukuliana. Unyenyekevu ni hali ya kupoteza haki yako ili kuhakikisha kwamba amani ya Kristo inatawala na uwezo wa Roho unahifadhiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu. Soma Efeso 4 mstari wa 2 au wa 3. Efeso 4 mstari wa 2 na 3. Efeso 4:2-3 inasema, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Kwa hiyo Paulo aliona hapa tayari kuna hali fulani mwenendo katika unyenyekevu wote. Kwa hiyo unyenyekevu ndio ngazi muhimu sana ya kuhifadhi umoja wa Roho. Kumruhusu Mtakatifu akae katikati yetu. Ruhusu Mtakatifu akae na kuhusiana na sisi katika maisha ya kila siku. Unyenyekevu. Hebu fikiria baba na mama nyumbani. Chukulie baba nadhani sio mnyenyekevu, mama naye sio mnyenyekevu, watoto sio wanyenyekevu. Ile nyumba itakalika kweli. Baba anasema jambo fulani, na mama anasema haiwezekani. Mama anasema jambo fulani, baba anasema hiyo haipo. Baba anaagiza mtoto afanye kitu fulani, mtoto anasema sifanyi. Utakuwa na amani kweli? Utakuwa kuna furaha? Utakuwa kuna ile nyumba itakuwa ni migogoro kila siku, kwa sababu unyenyekevu umekosekana. Hata katika kanisa hili, kati ya mshirika na mshirika, kati ya mshirika na kiongozi, mchungaji, wazee wa kanisa, mashemasi na viongozi mbalimbali wa idara, ili neno la unyenyekevu, kama hakuna kicho cha unyenyekevu kati yetu, maana hakuna kuheshimiana. Tunaponyenyekeana si kwa sababu neno la Mungu limesema nyenyekeeni huku mkihifadhi umoja. Tunafanya hivyo ni kwa sababu tunataka umoja wa Roho ukae pamoja na sisi. Unamheshimu sana Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako, kwa sababu ukionyesha kiburi, Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani yako. Kiburi ndicho kilichomtupa Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu. Unampa nafasi Mungu kuchukua nafasi katika jamii, katika kanisa, katika familia zetu. Tunaposhuka na kuwa mnyenyekevu. Kama hili sogeza ile shuka au ile sauti za nje zisikike. Ezi mpungue. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unyenyekevu unafungua milango ya neema na baraka. Yakobo 4:10, nyenyekeeni mbele za Bwana naye atawainua. Mungu aliona unyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu ni funguo za kufungua baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamekuwa wanyenyekevu hata pale walipotukanwa na mtu fulani, alafu huyo ambaye umemtukana pembeni, unaenda kuhitaji msaada wake miaka 10 mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yanazunguka, maisha yanabadilika. Unakuta huyo mtu Mungu amemuinua katika miaka ya usoni, na yeye ndio pekee ambaye Mungu ameweka funguo. Bila yeye mpeni atoa nyingi. Ndio Mungu ameweka funguo za baraka zipite kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukikuta mtu pia hana neema ya Mungu ya kusamehe na kushukuriana, huo mlango huwezi kufungua, utabaki hapo ulipo. Kwa hiyo unyenyekevu ni funguo za kufungua neema na baraka katika maisha yetu.
Ukitaka kuchukua funguo hizi, ishi maisha ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unyenyekevu wa moyo ni muhimu sana, nguzo katika maisha yetu ya kila siku. Sasa tuangalie pia dalili za moyo mnyenyekevu. Dalili zipi? Tunapokuwa tunajifunza zile dalili za moyo mnyenyekevu, hebu anza na yeye kujitafakari. Dalili moja mpaka nyingine, uangalie chini. Mimi ni mnyenyekevu? Weka mimi ni mnyenyekevu. Na kama si mnyenyekevu, nataka kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Dalili za mtu mnyenyekevu hazionekani kwa macho ya nje. Huwezi kuona kwa macho ya nje ukajua huyu mnyenyekevu au sio mnyenyekevu. Jambo tunayaona kwa matendo. Nimsikia mtumishi wa Mungu asema, ukimwona mtu sasa, Bwana akasema, naiweka pointi kwanza, tuangalie Jumatatu maisha yake yakoje, tuangalie Jumanne maisha yake yakoje, tuangalie Jumatano maisha yake yakoje, ndipo tulikubali Bwana akasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu Yesu sema Bwana akasema, alafu kesho tunaona unatukana, kesho tunaona unyenyekevu haupo, unakuwa na kuheshima. Kwamba inawezekana Bwana akasema, lakini pia inawezekana mlango wa duka kupata nafasi, kwa sababu mlango wako uko wazi wa mtu yeyote kufikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalili ya kwanza, anza kufikiria, unao unyenyekevu? Mtu mnyenyekevu ni mtu ambaye anaweza kusikia na kujifunza. Mtu mnyenyekevu ni mtu ambaye anaweza kusikia na kujifunza. Mithali 9:9 na watu tusome kwa haraka. Yule mtu ambaye anaweza 9:9 ni nani? Anapopata maonyo anasikia, lakini anajifunza pale ambapo anaona amekosea au hayuko sawa sawa. Yuko tayari kujifunza na kurekebisha. Mtu mnyenyekevu. Mithali 9:9 inasema, mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima, mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na elimu. Mtu mnyenyekevu yeyote anatambua kwamba hajabadilika, hajui yote. Ana neno linalosema katika kinywa chake, najua yote. Yuko tayari kusikia, yuko tayari kujifunza, yuko tayari kurekebisha. Anachukua marekebisho na maonyo kama fursa ya kufanya vizuri zaidi. Hachukui kama sehemu ya kuona hii kudumu, bali kama njia ya kiroho ya kumkamilisha. Ana neno linaloitwa najua. Sifa ya kwanza, unyenyekevu. Ikitokea sasa mtu ndani, kwa sababu mtu amesio mnyenyekevu anajiona machoni pake amekamilika, lakini macho ya watu wanapomtazama wanaona mbona kuna kitu fulani, mbona kuna doa hili, mbona kuna doa hili. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye sifa au dalili za unyenyekevu, moja hapo ni mtu yuko tayari kusikia, mtu yuko tayari kujifunza. Anaposikia anaanza kutafakari, kumeng'enya, kuangalia hili na kuangalia na maisha yake. Hapo kuna upendo. Yuko hapo kujifunza na yuko tayari kurekebisha na yuko tayari kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale watu wanakuwa wazi ili Mungu aweze kumtumia na kumrekebisha. Umekosea jana, utakosea leo. Umekosea leo, kitu unafanya vizuri zaidi. Sasa ili uweze kukamilika, lazima uwe na moyo mnyenyekevu. Pasipo unyenyekevu, unafunga ule mlango. Kwa sababu utaonekana wewe unajua, wakati kuna mambo ambayo bado unatakiwa kuyatengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mnyenyekevu akatai maonyo, anayachukua kwa moyo wa shukrani. Ukiona unapewa maonyo fulani alafu unakasirika, unaweza kuweka namba ya
nauliza, unyenyekevu bado hujaumbika ndani yako? Mtu yote mnyenyekevu pale anapopata maonyo, kwanza anayafurahia maonyo, kwa sababu maonyo ndio yanakuja kumkamilisha. Halafu anaanza kuchukua hatua. Mithali 12:15 anasema njia ya wapumbavu ipo sawasawa na chumba. Upumbavu ni mtu ambaye anaona kama anajua kitu fulani, kumbe hajui, lakini akijifunza upumbavu unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tuzo, lakini Biblia yenyewe. Tusome hilo. Mithali 12:15. Neno la Mungu linasema, njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Mtu yote mnyenyekevu, yeye afurahii tu ili unapomsifia. Hapo unajua uko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mnyenyekevu yuko tayari kuchukua hata yale anaambiwa tengeneza hapo hajakaa vizuri. Kwa hiyo anayachukua kama fursa, kwa sababu ndio ndio inamtengeneza na kumkamilisha. Kwa hiyo yeye hayachukui tu zile sifa alizofanya vizuri, lakini pia hata mapungufu anafanya kazi. Yuko tayari kupokea maonyo. Na mtu yuko tayari kupokea maonyo. Amen. Mkono mbele za Mungu. Biblia inakuona kabisa. Kuna neno tofauti yote mkono. Mbinguni unajua mbinguni hakuna uongo. Amen. Yuko tayari kupokea maonyo. Amen. Lakini mtu mnyenyekevu, nataka kumwona mnyenyekevu. Tulikuwa tunaangalia siku ya kwanza, anaweza kusikia na kujifunza. Ukiona leo unaweza katika ile mapungufu ukasikia na ukajifunza, wewe mnyenyekevu. Uko tayari kuamika. Lakini hata uko tayari kupokea maonyo. Sio tu zile sifa unazopewa, hata yale ambayo hujafanya vizuri, uko tayari. Dalili unapoona unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dalili nyingine, huyu mtu atangaze mema. Kisha mtu afanya mema mazuri, anataka atangazwe mbele zako. Unajua mimi nimefanya hiki. Naona yule fulani anakiona kile kiatu kile, ni mimi nimefanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanakiona kile kiti, ni mimi nimenunua. Wanakiona kile kitu fulani. Kwa maana Daudi, mfalme Daudi, katika nyakati sura ile 29, tunaangalia kwenye wakati wa pili, nyakati ile sura ile 27:14, wakati wa kwanza, tukaona hapa wa kwanza baada ya kuwa vitu vimejengwa vimeletwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana, ili mtoto wake Sulemani aweze kujenga. Watu walipotoa, wametoa dhahabu, wametoa kila kitu kwa wingi mno kupita kawaida. Hii ndio wahamasisha. Lakini akasema, sisi ni nani na watu hao ni nani? Sisi kitu. Akakataa kuweza kulivuna. Akasema, tumeyatoa haya yote kwa sababu vitu vyote vinatoka kwako. Na tunafanya haya katika ile sehemu tu ndogo ambayo umetupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Atangaza jina. Yeye anafanya bila kutaka kujulikana, bila matangazo kama amefanya. Ukiona mtu ana namna hiyo, mnyenyekevu. Ukiona mtu anafanya kitu anataka kuonekana, kujulikana, usipomtaja kumtambulisha, kosa. Yesu anasema, angalieni msije mkatenda mema machoni pa watu. Nimeshapata kwa wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hili Mathayo 6:1. Anasema, "Jihadharini msiyafanye matendo yenu mema mbele za watu kusudi muonekane na wao." Anaotoa thawabu ni Mungu peke yake. Wewe mpe Mungu utukufu. Mtukuze yeye katikati ya watu. Mtukuze yeye hata siri mwako.
na yeye atakuinua, na yeye atakuinua. Lakini mtu mnyenyekevu ndani yake, utaona heshima inatoka moyoni. Heshima kwa wengine inatoka moyoni, si kwa kujipendekeza. Ndani yake unasikia kuna ile heshima kumpenda mtu na mtu kwa wengine. Mtu mnyenyekevu, mtu mnyenyekevu, Mungu anamtazama, anamwangalia. Mnyenyekevu ni nguzo ya utakatifu. Mnyenyekevu ndio unaovuta uwepo wa Mungu. Mnyenyekevu ndio unaosababisha umoja wa roho. Mnyenyekevu unaleta upendo. Mnyenyekevu. Warumi 12:10 tayari kusoma huo. Tulisoma na neno ndugu kwa ndugu, upendo wa kidugu, huku tukitambulizana na kuangalia wengine kwa kuheshimiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mnyenyekevu atafuti heshima yake, atafuti fadhila. Iko kwa ajili ya kuwatumikia watu wengine. Ile utumishi wake wa ndani wa kuwahudumia watu wengine unatoka ndani, sio kujipendekeza. Mnyenyekevu. Lakini mtu mnyenyekevu ni mtu ambaye anapokea majukumu hata madogo madogo yanaonekana kwake kama si saizi yake, anachukua kwa majukumu. Kiongozi wa kanisa anaweza kaja hivi amevaa suti na hii, kwa mfano kama ni shirika la kawaida, au mtu kaja hivi kavaa suti, bado kiongozi anaweza kukuambia shughuli pale panatakiwa pasafishwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mnyenyekevu atakwenda kusafisha. Inawezekana kazini kwake ni mkurugenzi, inawezekana kazini kwake ni mtu mwenye biashara kubwa tu, angalii, anaona, anafurahia, aone kama kazalishwa, anaona ni mtumishi. Unajifunza kitu kidogo. Joshua wanamtaja wakati anaanza utumishi, unaona anakuja na hiki choo. Yeye mwenyewe anaanza kusukua. Yuko documentary moja kama mshaikuiona. Anasukua choo. Anawahi anaanza kusukua. Anawahi anaanza kufuta viti. Anafuta viti. Anawahi anaanza kusafisha chini. Anasukua.